Kitabu cha Yohana sura ya 10. Neno la Mungu linasema, Yesu aliwaambia, amin amin nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake. Naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote, huwatangulia na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Basi Yesu aliwaambia tena, amin amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, akiingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi. Kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imewapasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndiposa Baba anipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Ninao uwezo wa kuutoa na ninao uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Kukaingia tena matengano kati ya Wayahudi kwa ajili ya maneno hayo. Wengi wakasema, ana pepo huyu, tena ana wazimu, mbona mnamsikiliza? Wengine wakasema, maneno hayo si ya mtu mwenye pepo. Je, pepo aweza kuwafumbua macho vipofu? Basi huko Yerusalemu ilikuwa sikukuu ya kutabaruku, ni wakati wa baridi. Naye Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Suleman. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi. Yesu akawajibu, naliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia, lakini ninyi hamsadiki, kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha, zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe umungu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru, kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama sizitendi kazi za Baba yangu msiniamini, lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu nami ni ndani ya Baba. Wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao. Akaenda zake tena ng'ambo ya Yordan, mpaka mahali pale alipokuwapo Yohana akibatiza hapo kwanza, akakaa huko. Na wengi wakamwendea wakasema, Yohana kweli hakufanya ishara yoyote,
lakini yote aliyoyasema Yohana katika habari zake huyu yalikuwa kweli, nao wengi wakamwamini huko. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Yohana sura ya 10, tunaenda kufanya maombi ya kusikia sauti ya Mungu. Lengo la maombi ya leo ni kukusaidia uwe na usikivu wa kiroho ili Mungu akisema uweze kumsikia na kuelewa. Tangu kwenye bustani ya Eden mpaka nyakati za sasa tunazoishi, Mungu hajaacha kusema na mwanadamu. Uwe mkubwa, uwe mdogo, Mungu anasema na wewe. Lakini tatizo lililopo ni kwamba watu wengi hawana usikivu wa kiroho. Na kwa sababu hiyo, hata pale ambapo Mungu anasema nao hawawezi kusikia. Na ndiyo lengo la maombi tunayoenda kufanya siku ya leo. Tunaenda kumwomba Mungu atupe usikivu ili tuweze kumsikia. Na jambo hili ni muhimu sana kwa sababu kusikia sauti ya Mungu ni ishara inayothibitisha kwamba wewe ni mfuasi wa Yesu. Na ndio maana ukisoma ule mstari wa 27 wa kitabu cha Yohana sura ya 10, unamwona Yesu akisema, kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wananifuata. Ambayo inamaanisha ya kwamba kama wewe ni wa Yesu, basi unatakiwa kuisikia sauti yake. Kwa hiyo kama husikii sauti yake, inamaanisha kuna tatizo mahali. Kama wewe ni mfuasi wa Yesu na huwezi kuisikia sauti yake, unahitaji msaada wa kiroho ili ufunguliwe na uweze kuisikia. Kwa sababu sauti ya Mungu inakuja ikiwa na maelekezo ya kitu unachotakiwa kufanya. Sauti ya Mungu inakuja ikiwa na taarifa unayotakiwa kuipata. Sauti ya Mungu inakuja kukuonyesha njia ya mahali unapotakiwa kupita. Kwa hiyo ukikosa kusikia, maana yake umekosa kitu kikubwa sana. Lakini kabla ya kuingia kwenye maombi ili Mungu akupe usikivu wa kusikia sauti yake, jambo la kwanza ni lazima ubadilishe mtazamo wako kuhusu kusikia sauti ya Mungu. Kama unafikiri Mungu anaongea na watumishi wa Mungu peke yao, unahitaji kubadilisha mtazamo wako. Mungu anaongea na mtu yeyote na anaongea na wewe pia. Kwa hiyo kama ulijitoa kwenye watu ambao Mungu anasema nao, anza kurudisha imani yako kwa Mungu, kwa sababu anayo mengi ya kusema na wewe kwa manufaa ya maisha yako ya kiroho na maisha ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili unalotakiwa kulifahamu ni kwamba neno la Mungu ndiyo msingi wa kusikia sauti ya Mungu. Na ninaomba unisikilize, itakusaidia, kwa sababu hapa ndipo wengi wamepotea. Narudia, neno la Mungu ndiyo msingi wa kusikia sauti ya Mungu. Kuna watu wanasemeshwa na mizimu ya kwao, alafu wanafikiri ni Mungu anasema nao, kwa sababu hata mizimu inaweza kuwasiliana na watu. Kuna watu wanasemeshwa na miungu ya kwao, alafu wanafikiri ni Mungu kasema nao. Mwingine anakuambia ameomba na Mungu amesema naye, lakini ukimsikiliza anachokuambia, unajua kabisa huyu Mungu hajasema naye, ila amesemeshwa na mapepo. Sasa utawezaje kutofautisha kama hiki ninachokisikia ni Mungu na hiki ninachokisikia ni cha shetani? Njia pekee ya kukusaidia kutofautisha ni neno la Mungu. Kila wakati uwe unajiuliza swali, je, hiki nilichokisikia ni sawasawa na neno la Mungu? Kama hakipo sawasawa na neno la Mungu, ujue unapokea sauti nyingine za mapepo na majini. Kama hakipo sawasawa na neno la Mungu, ujue unapokea sauti za mizimu. Unisikilize, nipo hapa kukusaidia ili usikosee. Unisikilize, itakusaidia. Unapoingia kwenye maombi, fahamu ya kwamba unakuwa umeingia kwenye ulimwengu wa roho. Sasa ulimwengu wa roho ni mpana sana kuliko unavyofikiri. Ndani ya ulimwengu wa roho kuna ufalme wa nuru, na ndani ya ulimwengu wa roho kuna ufalme wa giza. Ukiwa kwenye ulimwengu wa roho, unaweza kumsikia Mungu anasema, na ukiwa kwenye ulimwengu wa roho, unaweza kumsikia shetani anasema. Lakini kitakachokusaidia kutofautisha kipi ni cha Mungu na kipi ni cha shetani ni neno la Mungu. Unamkumbuka Yesu alipokwenda nyikani siku 40? Alikwenda kuomba, sivyo? Lakini nani alikuwa anamsemesha? Ngoja nikusaidie kujibu. Aliyekuwa anamsemesha ni shetani. Lakini kwa sababu
Yesu analijua neno. Aliweza kutofautisha. Hakufuata maelekezo yote aliyopewa kwa sababu tu yupo kwenye maombi. Hakufuata maneno anayoambiwa kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu tu yupo kwenye mfungo. Hapana, alifuata neno linasemaje. Na ndio maana akawa anajibu imeandikwa, 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 imeandikwa. Neno la Mungu ndiyo msingi wa sauti ya Mungu. Neno la Mungu ndiyo msingi wa kumsikia Mungu. Mungu hatasema na wewe kitu ambacho kipo kinyume na neno lake. Yaani huwezi kufunga siku 7 alafu ukaja kutuambia Mungu amekusemesha ukaoe mke wa mtu. Huyo si Mungu, ila umemsikia shetani akikusemesha. Na kwa sababu hukuwa na neno la Mungu ndani yako, ukashindwa kutofautisha. Na ndio maana tunasoma neno la Mungu kila siku ili kutusaidia kusikia sauti ya Mungu kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sauti ya Mungu inaweza kuja kwako kwa njia tofauti tofauti. Sauti ya Mungu inaweza kuja kupitia neno. Unaposoma Biblia, Mungu anaweza akasema na wewe. Sauti ya Mungu inaweza kuja kwako kupitia wazo, lakini si wazo lolote. Nimekwambia ni lazima liwe sawasawa na neno la Mungu. Petro alipojibu swali la Yesu ni nani, Yesu alimwambia, mwili na damu havijakufunulia haya. Petro alifikiri ni wazo lake, lakini kumbe ilikuwa ni Roho wa Bwana alimwambia cha kusema. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Mungu inaweza kuja kwako kwa njia ya ndoto. Kwa mfano, Mungu alisema na Yusufu kwa njia ya ndoto, na mpaka leo anafanya hivyo. Lakini kabla hujafuata maelekezo ya sauti ya ndoto, ni lazima ujiulize kwanza, hicho ulichoambiwa kipo sawasawa na neno? Kama hakipo sawasawa na neno la Mungu, basi utakiwi kukifuata kwa sababu utapotea. Lakini pia sauti ya Mungu inaweza kuja kwako kwa njia ya kawaida ya kuisikia kwa masikio yako. Ukisoma kwenye maandiko, unamuona Samueli alipokuwa mdogo, alikuwa anasikia sauti inaita jina lake, lakini ni Mungu alikuwa anamuita kwa sauti ya kusikia kwa sikio la kawaida. Kwa hiyo Mungu anasema mpaka leo, lakini tatizo lipo kwenye usikivu. Wengi wamepoteza usikivu wa kumsikia Mungu akisema nao. Wengine walikuwa na usikivu zamani, lakini sasa hivi wamepoteza usikivu. Na labda nikusaidie, alafu tuingie kwenye maombi na unisikilize, itakusaidia. Unaposhindwa kusoma neno la Mungu na kutafakari, unapoteza usikivu wa kusikia sauti ya Mungu. Wengi sana wanapenda maombi. Kama ni kuomba, watu wanaomba, usifanye mchezo, lakini hawataki neno. Hata kwenye vipindi hivi vya kusoma Biblia, wapo watu ambao hawataki kusikia neno. Badala yake wanasogeza mbele maombi yanapoanzia, alafu wanaanza kuomba na kukemea. Labda kama hutaki kukua na kuongezeka kiroho. Lakini kama unataka kukua kiroho, kama unataka kuongezeka katika nguvu za rohoni, penda sana neno la Mungu. Na ninakuambia hili ili kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tufanye maombi hapa. Na maombi haya yatakusaidia kukupa usikivu wa kiroho, ili Mungu anaposema na wewe uweze kusikia na uweze kuelewa. Kwa hiyo kama upo tayari, omba na mimi maombi haya. Fuata maelekezo nitakayokuwa nakupa katikati ya maombi, na uombe kwa kumaanisha kupata kitu kutoka kwa Mungu. Ndio maana vipindi hivi vinakujia ukiwa nyumbani kwako. Maana yake unakuwa na uhuru wote wa kusema na Mungu bila kumuonea aibu mtu. Kwa hiyo omba kwa kumaanisha kupata kitu. Usiombe kama msindikizaji. Omba kwa kumaanisha. Jitoe kikamilifu na utamwona Mungu akikushindia. Sema: Mungu uliye hai, nasogea kwenye kiti chako cha rehema. Nakiri kwa makosa niliyofanya mbele zako. Nakiri kwa dhambi nilizotenda kwenye maisha yangu. Nakiri kwa kukukasirisha na kumuhuzunisha Roho wako Mtakatifu. Maisha yangu na tabia zangu zipo wazi mbele ya macho yako. Hakuna siri ya maisha yangu iliyojificha mbele zako. Wewe wanijua vema na umeyaona makosa yangu. Hata mawazo ya moyo wangu
hayajajificha mbele ya macho yako. Ninakuja kwako jinsi nilivyo, ninaomba unisamehe. Ninakuja kwako jinsi nilivyo, ninaomba unirehemu. Nisamehe kwa dhambi nilizofanya. Nisamehe kwa makosa niliyotenda. Nisamehe kwa kuchezea neema yako. Ninaomba toba Bwana. Ninaomba rehema Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu nenda mbele za Mungu kwa maneno ya kinywa chako mwenyewe. Mwambie Mungu akusamehe kwa dhambi yoyote unayosikia kuitubia ndani ya moyo wako. Omba toba na rehema kwa kitu chochote ambacho Roho Mtakatifu anakushuhudia kukitubia. Nenda mbele za Bwana ili akusamehe. Endelea kuomba, endelea kuomba. Unapoendelea kuomba toba, usiache kutubu kwa dhambi na makosa usiyoyajua. Mungu anaitazama dhambi kwa upana mkubwa kuliko sisi tunavyoitazama. Kwa hiyo mwambie Mungu akusamehe hata kwa zile dhambi usizozijua. Mwambie tu, haitakupunguzia chochote, lakini itakupa faida ya kupata mpenyo katika maombi yako. Neno la Mungu linatuambia, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo unapoomba toba, omba kwa upana. Kile ambacho Roho Mtakatifu anakushuhudia, nenda nacho mbele za Bwana kwa toba na rehema. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Mungu, ninayo mambo mengi yasiyokupendeza na kukufurahisha katika maisha yangu. Kuna njia nazipita nikiamini nipo sawasawa, lakini ni machukizo mbele zako. Kuna mawazo na fikra mbaya zinapita ndani yangu na kunigombanisha na wewe. Wakati mwingine nashindwa kutembea katika imani kwa uaminifu wote. Ninaomba unisamehe na kuniondolea makosa yangu. Ninaomba unisamehe na kunifutia dhambi nilizotenda mbele zako. Yamkini kuna wakati naweka tumaini langu kwa wanadamu na kukuacha wewe. Nisamehe kwa ajili ya hilo Bwana. Yamkini nimekuwa natunza uchungu ndani ya moyo wangu. Ninaomba unisamehe kwa hilo Bwana. Yamkini moyo wangu umejawa na tamaa zinazonitenga na uso wako. Bwana unirehemu. Bwana unisamehe na kunipa nafasi nyingine katika madhabahu yako. Yamkini nimekutenda dhambi kwa sababu ya hisia za mwili wangu. Nimewaza mabaya na nimehukumu vibaya. Nimenena mabaya ndani ya moyo wangu na nikauacha utimilifu wa Kristo. Ninatubu kwako, ninaomba unisamehe. Ninatubu kwako, ninaomba unirehemu. Yapo mabaya nimefanya lakini siyakumbuki. Yapo machukizo nimefanya lakini siyakumbuki. Baba, natubu kwa yote siku ya leo. Baba, natubu kwa yote siku ya leo. Maisha yangu yamechorwa kwenye mikono yako. Wewe Bwana unayajua mapito yangu yote. Nami nakiri kwa makosa na dhambi zote nilizofanya na nikazisahau. Nazitubia mbele zako Bwana, ninaomba unisamehe. Nazitubia mbele zako Bwana, ninaomba uzifute sawasawa na wingi wa rehema zako. Nisamehe kwa kushindwa kutembea katika utakatifu jinsi inipasavyo. Ninaomba unipe nafasi nyingine, maana nina kiu na wewe. Ninaomba unipe nafasi nyingine, maana nina haja na wewe. Endelea kuomba toba, endelea kuomba rehema. Endelea kuomba toba, endelea kuomba rehema. Unapoendelea kuomba, usisahau kujitakasa kwa damu ya Yesu. Mwambie Mungu, ninaomba uniondolee uchafu wa kiroho ulioingia ndani yangu kwa sababu ya dhambi nilizofanya. Ninaomba uniondolee uchafu wa kiroho ulioingia kwenye nafsi yangu kwa sababu ya mawazo mabaya.
Ninaomba unisafishe kwa damu yako Bwana Yesu. Ninaomba unisafishe kwa damu yako Bwana Yesu. Niondolee hatia zote zilizoandikwa kwa jina langu. Ninaomba unifutie hukumu zote zilizoandikwa kwa jina langu. Nisafishe kwa damu yako iliyomwagika kwa ajili yangu. Nitakase kwa damu yako iliyomwagika kwa ajili yangu. Nami napokea kusamehewa na wewe. Napokea rehema zako na neema yako. Napokea nafasi nyingine kutoka kwako Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama umeshafanya toba yako binafsi na unasikia umepata amani, anza kusamehe watu waliokukosea. Samehe wote uliowabeba kwenye moyo wako. Kama kuna watu umewawekea kisasi, waachilie. Kama kuna watu umewawekea uchungu, waachilie. Endelea kuomba, endelea kusamehe. Endelea kuomba, endelea kusamehe. Kwa wale unaowafahamu kwa majina yao, wasamehe huku unataja majina yao. Mwambie Mungu, natangaza msamaha kwa ajili ya mtu fulani. Natangaza msamaha kwa ajili ya mtu fulani. Kwa yote mabaya alionitendea, natangaza msamaha. Natangaza msamaha. Namuachilia kwenye moyo wangu na mawazo yangu. Namuachilia kwenye fikra zangu na hisia zangu. Namsamehe, namsamehe, namsamehe. Endelea kuomba, endelea kusamehe. Endelea kuomba, endelea kusamehe. Endelea, endelea, endelea. Unapoendelea kusamehe, usisahau kuondoa na uchungu kwenye moyo wako. Uchungu hautoki kwa nguvu zako. Uchungu unatoka kwa kumwomba Mungu akuondolee. Kwa hiyo mwambie Mungu akuondolee uchungu uliopata kutoka kwa watu waliokukosea. Mwambie Mungu, neno lako linasema, wewe Bwana upo karibu nao waliovunjika mioyo. Na mimi moyo wangu umevunjika kwa yote yaliyotokea. Moyo wangu umejeruhika kwa yote niliyotendewa. Ninaomba uniponye moyo wangu na kunipa amani. Ninaomba uniponye majeraha ya nafsi na kunipa tumaini. Nakataa kuishi na uchungu kwenye maisha yangu. Sitaki shina la uchungu liweke uharibifu kwenye maisha yangu. Naomba uniponye na kuniondolea uchungu wote. Naomba uniponye na kuniondolea majeraha ya ndani. Naomba uniponye na kuniondolea majuto yanayotesa fikra zangu na hisia zangu. Naomba uniguse na kunipa amani. Naomba unifinyange nafsi yangu kwa upya na unipe furaha ya wokovu wako. Pumzi ya Roho wako Mtakatifu iachilie tumaini jipya na amani ndani yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama umeshasamehe waliokukosea na unasikia umepata amani, anza sasa kuitakasa nafsi yako kwa damu ya Yesu ili upate usikivu wa kiroho. Takasa nafsi yako kwa damu ya Yesu ili upate usikivu wa kusikia sauti ya Mungu. Mwambie Mungu, natakasa nafsi yangu ili nipate usikivu wa kiroho. Natakasa nafsi yangu ili nipate usikivu wa kusikia sauti yako. Natakasa nafsi yangu kwa damu ya Yesu. Natakasa nafsi yangu kwa damu ya Yesu. Nafuta uzito wa kiroho kwenye nafsi yangu unaonifanya nikose usikivu wa kumsikia Mungu. Nafuta uchafu wa kiroho kwenye nafsi yangu unaonifanya nikose usikivu wa kumsikia Mungu. Nafuta giza la kiroho kwenye nafsi yangu linalonifanya nikose usikivu wa kumsikia Mungu. Natakasa nafsi yangu kwa damu ya Yesu.
Natakasa nafsi yangu kwa damu ya Yesu. Natakasa nafsi yangu kwa damu ya Yesu. Natakasa nafsi yangu kwa damu ya Yesu. 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 Endelea kuomba namna hiyo. Endelea kuomba namna hiyo. Tumia damu ya Yesu kutakasa nafsi yako ili uweze kupata usikivu wa kiroho. Inawezekana kuna tabia zinakufanya ukose usikivu wa kusikia sauti ya Mungu. Achilia damu ya Yesu kwenye nafsi yako. Achilia damu ya Yesu kwenye nafsi yako. Mwambie Mungu, natakasa nafsi yangu kwa damu ya Yesu. Natakasa nafsi yangu kwa damu ya Yesu. Nafuta tabia zote zinazoniondolea usikivu wa kusikia sauti yako. Nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba namna hiyo. Endelea kuomba namna hiyo. Achilia damu ya Yesu kwenye nafsi yako na uitakase ili ipate usikivu wa kiroho. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Na mimi nakusindikiza. Napita na damu ya Yesu kwenye nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Nafuta kila utando wa giza unaofunika nafsi yako na kukuondolea usikivu wa kiroho. Nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Navunja tabia zinazokuondolea usikivu wa kiroho. Nazivunja na kuziamuru zikuachie kwa jina la Yesu. Nazivunja na kuziamuru zikuachie kwa jina la Yesu. Nazivunja na kuziamuru zikuachie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila uchafu wa kiroho ulioingia ndani ya nafsi yako, utoke na kukuachia kwa damu ya Yesu. Utoke na kukuachia kwa damu ya Yesu. Utoke na kukuachia kwa damu ya Yesu. Roho za uzito zinazokulemea kwenye nafsi na kukufanya ukose usikivu wa kiroho, zitoke na kukuachia haraka. Zitoke na kukuachia haraka. Zitoke na kukuachia haraka. Zitoke na kukuachia haraka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Zitoke na kukuachia. Zitoke na kukuachia. Nafuta mivumo ya kishetani kwenye nafsi yako. Nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Ikuachie, 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 ikuachie kwa damu ya Yesu. Ikuachie kwa damu ya Yesu. Nafsi yako itakasike sasa kwa damu ya Yesu. Nafsi yako itakasike sasa kwa damu ya Yesu. Nafsi yako itakasike sasa kwa damu ya Yesu. 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 Kama umeshatakasa nafsi yako na unasikia umepata amani, anza kuharibu vyanzo vya sauti za kipepo. Anza kuharibu vyanzo vya sauti za kishetani. Mwambie Mungu, naharibu vyanzo vya sauti za kipepo kwenye ulimwengu wangu wa roho. Naharibu vyanzo vya sauti za kishetani kwenye ulimwengu wangu wa roho. Navunja na kuharibu kwa jina la Yesu. Navunja na kuharibu kwa jina la Yesu. Navunja na kuharibu kwa jina la Yesu. Navunja vyanzo vya sauti za mizimu ya kifamilia. Navunja vyanzo vya sauti za miungu ya kifamilia. Navunja vyanzo vya sauti za kichawi. Navunja na kuharibu kwa jina la Yesu. Navunja na kuharibu kwa jina la Yesu. Navunja na kuharibu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuvunja. Endelea kuomba, endelea kuharibu. Vunja vyanzo vyote vya sauti za kipepo visipate nafasi kwenye maisha yako. Mwambie Mungu, nakataa kuunganishwa na vyanzo vya sauti za kipepo. Nakataa kuunganishwa na vyanzo vya sauti za mizimu. Nakataa sauti zao. Nakataa maelekezo yao. Nakataa ndoto zao. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Navivunja na kuviharibu kwa moto wa Mungu ulao. Navivunja na kuviharibu kwa moto wa Mungu ulao. Navivunja na kuviharibu kwa moto wa Mungu ulao. Vilipuke na kuteketea. Vilipuke na kuteketea. Vilipuke na kuteketea. Vilipuke na kuteketea. Vilipuke na kuteketea kwa moto wa Mungu ulao. Kwa moto wa Mungu ulao. Kwa moto wa Mungu ulao. Endelea kuomba. Endelea kuomba.
Kataa sauti za udanganyifu zinazosema na wewe kwenye ndoto. Kataa na sauti za udanganyifu zinazosema na wewe kwenye moyo wako. Mwambie Mungu, nakataa sauti za udanganyifu kwenye maisha yangu. Nakataa sauti za udanganyifu kwenye nafsi yangu. Nakataa sauti za udanganyifu kwenye ndoto zangu. Nazikataa na kuzifuta kwa damu ya Yesu. Nazikataa na kuzifuta kwa damu ya Yesu. Nazikataa na kuzifuta kwa damu ya Yesu. Nazifuta, 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 nazifuta kwa damu ya Yesu. 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 Kama umeshaharibu vyanzo vya sauti za kipepo na unasikia kuvuka, anza sasa kumwomba Mungu akupe kusikia sauti yake. Anza kumwomba Mungu akupe kusikia sauti yake. Mwambie Mungu, naomba uniwezeshe kuisikia sauti yako. Naomba unifungulie masikio yangu ya rohoni nikusikie wewe. Nipe uwezo wa kusikia sauti yako ndani ya neno. Nipe uwezo wa kusikia ukisema na mimi kwenye ndoto. Nipe uwezo wa kusikia ukisema na mimi katika maono. Nipe uwezo wa kusikia ukisema na mimi katika mawazo. Fungua masikio yangu ya rohoni nikusikie Bwana. Fungua masikio yangu ya rohoni nikusikie Bwana. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Mungu akupe kusikia sauti yake. Endelea kuomba, endelea kuomba. Sema na Bwana, sema na Bwana. Msii Mungu akupe usikivu. Msii Mungu akuwezeshe kumsikia. Endelea kuomba, endelea kuomba. Usinyamaze, na mimi nakuombea. Endelea, endelea. Masikio yako ya rohoni yafunguke sasa kwa damu ya Yesu. Masikio yako ya rohoni yafunguke sasa kwa damu ya Yesu. Malango ya masikio yako ya rohoni yafunguke kwa damu ya Yesu. 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 Yafunguke, 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 yafunguke. Ndiyo, yafunguke kwa damu ya Yesu. Yafunguke kwa damu ya Yesu. Uziwi wa kiroho utoke na kukuachia. Uziwi wa kiroho utoke na kukuachia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Upako wa Roho Mtakatifu upite ndani yako na kufungua usikivu wako. Upako wa Roho Mtakatifu upite ndani yako na kufungua masikio yako ya ndani. Pokea uweza wa Roho Mtakatifu. Pokea uweza wa Roho Mtakatifu. Pokea uweza wa Roho Mtakatifu. Uweza wa kusikia sauti ya Mungu. Uweza wa kusikia maelekezo ya Mungu. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Pokea, 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 pokea. Roho Mtakatifu akujaze kwa nguvu zake. Roho Mtakatifu akujaze kwa uweza wake. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya, napenda kukupa hongera kwa ushindi. Mungu akubariki sana kwa kusoma kitabu cha Yohana sura ya 10 yote. Kesho tutaendelea kusoma kitabu cha Yohana sura ya 11. Kwa hiyo usisahau kuandaa Biblia yako na ujiandae kwa maombi pia. Lakini kabla sijakuacha, nataka nikupe nafasi ya kuokoka. Yaani kumpa Yesu nafasi aingie ndani yako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka, unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani. Lakini pia unapompa Yesu maisha yako, hata kama ukifa leo, unakwenda mbinguni. Hii ni habari njema sana ya ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kama upo tayari, fuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuniwezesha kusoma neno lako siku ya leo.
ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizotenda. Ninatubu kwako. Ninaomba unisamehe. Ninaomba damu ya Yesu initakase sasa, katika nafsi yangu, katika roho yangu, katika mwili wangu na maisha yangu yote. Ee Bwana Yesu, ninakupokea wewe. Nafungua moyo wangu na kukaribisha uingie ndani yangu kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote. Ninaomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ninaomba unitie nguvu, shetani asinishinde. Ninaomba unitie nguvu, majaribu yasinishinde, katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupa hongera kwa kuokoka. Endelea kufuatilia vipindi hivi vya kusoma Biblia pamoja na maombi, ili uzidi kukua kiroho na kutembea na Mungu. Mungu akubariki sana. Tuonane tena siku ya kesho. Mshirikishe na mtu mwingine unayempenda, ambaye unajua anaweza akanufaika na usomaji huu wa Biblia pamoja na maombi. Yesu akutunze na kukulinda. Amen.